Kwa miaka mingi nimejifunza siri za kutengeneza utajiri kutoka kwa watu waliofanikiwa zaidi Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla. Na nimekuja kuhitimisha kuwa kuna njia mbili tu za kuwa tajiri duniani. Nitakuelekeza hizi njia mbili, angalia wewe utaitumia njia ipi kufikia uhuru wa kifedha. Inawezekana si watu wote tunaweza tukaja kuwa kama Mohamed Dewji au Baresa au Elon Musk, lakini ninaamini kutoka moyoni mwangu kwamba kila mtu, hata wewe unayenitazama, unaweza ukafikia uhuru wa kifedha kabla ya miaka 60, kabla ya miaka 50, kwa sababu raha ya mafanikio uyapate ukiwa kijana. Njia ya kwanza ya kutengeneza utajiri ndio iliyomfanya kuwa tajiri wa kwanza Elon Musk, kuwa mtu tajiri zaidi kuwahi kutokea katika karne hii ya 21. Na njia hiyo ni kuhudumia matajiri, to serve the rich. Huyu tajiri wa kwanza kwa sasa duniani ametengeneza bidhaa ambayo anawauzia watu matajiri. Unakuta bidhaa moja inauzwa milioni 50, milioni 20, milioni 100. Yeye ameamua kuhudumia matajiri. Kwa hiyo na wewe unaweza ukaamua ukafanya biashara ambayo au ukatengeneza bidhaa au huduma ambayo unahudumia watu wa tabaka la kati na tabaka la juu. Bidhaa yako moja ukaiuza milioni 50, milioni 30, au huduma yako ukaamua kuwahudumia watu wa tabaka la juu tu, watu wenye kipato, ukachaji kuanzia milioni 5 na kuendelea. Faida ya hii njia ni kwamba huhitaji kugusa maisha ya watu wengi. Unahitaji kugusa maisha ya watu wachache, matajiri wenye uchumi mkubwa, ambao hao wachache matajiri wenye uchumi mkubwa ndo wanaokupa pesa na wanakufanya kuwa tajiri. Kwa hiyo inawezekana ukahudumia watu 50, 100 kwa mwaka, lakini hao tu wakatosha kukutengenezea utajiri. Na njia ya pili ya kutengeneza utajiri ndio iliyomfanya Mohamed Dewji kuwa tajiri wa kwanza Tanzania na East Africa, na Baresa kuwa ni miongoni mwa watu matajiri zaidi. Nayo ni to save the mass, kuhudumia watu wengi kwenye maisha. Kwa unaweza kuangalia uhudumie matajiri ambao ni kazi zaidi, au kuhudumia watu wengi. Ukichagua njia ya pili ya kuhudumia watu wengi, au to save the mass, ni kwamba unatengeneza bidhaa moja ambayo unaweza kuiuza kwa bei ndogo sana, au unauza bidhaa kwa bei ndogo sana, inaweza ikali 500, 1000 au 2000, 100,000, 200,000, lakini unahitaji kugusa maisha ya watu wengi zaidi ili uweze kutengeneza pesa. Na hii njia ya pili si rahisi. Ya kwanza kuhudumia matajiri, ya pili kuhudumia watu wengi. Je, wewe unachagua njia gani katika kutaka kufikia katika uhuru wa kifedha? Na moja ya jambo la muhimu sana la kuelewa na kukumbuka siku zote kwenye maisha ni kwamba unapofanya mambo magumu, maisha yako yanakuwa rahisi, na unapofanya mambo rahisi, maisha yako yanakuwa magumu. Kama unataka kutengeneza utajiri kwenye maisha yako, make sure unafanya vitu ambavyo watu wengi hawawezi kufanya. Nadhani ndo siri iliyomsaidia Elon Musk, tajiri wa kwanza duniani kwa sasa, na ndo mtu tajiri kuwahi kutokea katika hizi karne 21, 20, hata ya 19. Kwa nini? Kwa sababu anafanya vitu ambavyo vinaaminika haviwezekani kabisa. Anafanya vitu vigumu na maisha yake yanakuwa rahisi. Asante sana kwa kunisikiliza. Unaweza kujifunza mambo mengi kupitia vitabu vyangu vitatu: Kanuni 20 za Fedha, Akili ya Fedha, Nguvu ya Kujua, na Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara, kwa sababu utajiri unaanzia kichwani.